Mimi kwa majina naitwa Mchungaji Zefania Amani Mjema. Niko hapa kama mchungaji kiongozi kwenye kanisa la TAG Global Worship Center katika kituo ambacho tunamwabudu Mungu hapa. Siku ya leo ni siku ya kufufuka kwa Yesu. Tunachoweza kukisema ni kwamba Yesu afufuke ndani yetu. Pasaka ni tukio la kufufuka pamoja naye. Na Pasaka ni tukio linahusisha dunia nzima. Kwa hiyo tunapenda kuwaasa jamii kwamba Pasaka yao iwe ya amani, iwe ya utulivu, na Yesu afufuke ndani yao. Pasaka yetu ikawe Pasaka ya msamaha. Watu wakasameheane, watu wakaachiliane, mwenye vinyongo na mwenzake amwachie, maana msalaba ni msamaha. Msalaba ni tendo la msamaha. Kwa hiyo ninawaasa vyombo vya habari na watu wengine ambao wanaangalia waelewe kwamba tuko hapa kwa ajili ya kutangaza msamaha kwa dunia. Msamaha kwa ajili ya mtu mmoja mmoja, msamaha wa kifamilia na msamaha wa dunia nzima, kwa sababu kufufuka ndio ushindi wetu. Mungu atusaidie, watu wa Mungu waelewe kwamba Pasaka ni amani, ni utulivu, ni kuinuka, ni kuanza upya, ni kufufua vilivyokufa, kwa sababu resurrection ni kufufuka, na kufufuka ni kuinua vitu vilivyokufa. Kila kilichokufa kwenye maisha ya mtu nasema kitafufuka kwa sababu ya Pasaka hii. Ndoa zinazokufa, familia zinazokufa, biashara zinazokufa zinafufuka kwa sababu tunafufuka pamoja na Yesu. Na imeandikwa, ikiwa Kristo Yesu, ikiwa yule Roho aliyemfufua Kristo Yesu anakaa ndani yetu, atafufua na mambo mengine, atafufua na miili yetu iliyo katika hali ya kufa. Kwa hiyo kila kitu kinakwenda kufufuka. Na mimi ni maombi yangu kwamba Pasaka hii kila tunachokipitia kifunguke, maana ni kufunguliwa, ni kufufuka, ni mwanzo mpya katika jina la Yesu. Amen. Kwa majina naitwa Alice Godfrey Materu, ni katibu wa kanisa la Global Worship Center. Siku ya leo tunajifunza mambo mengi kwa kweli, tukikumbuka kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyopigwa pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hiyo tunaona ni jambo la furaha, jambo la thamani, kwa sababu ukombozi tumeupata pale. Kwa mantiki hiyo ninawaasa hata ndugu zangu wengine ambao wanajua kwamba Yesu alikufa kwa ajili yao pale msalabani, kuyaacha yale matendo maovu, kuacha yale mambo ambayo hayampendezi Mungu na kuzifuata zile njia ambazo zinamtukuza Kristo. Kwa sababu ukiangalia thamani ya damu ya Yesu haifananishwi na thamani ya damu ya ng'ombe au thamani ya damu ya mbuzi. Kwa hiyo tukiitambua ile damu ya thamani iliyomwagika kwa ajili yetu, tunaweza kuamini ya kwamba ukombozi wetu unapatikana kwa njia ya msalaba tu. Hivyo ndugu zangu, tuweze kujua na kutambua ya kwamba hakuna namna nyingine tunavyoweza kupata ukombozi isipokuwa ni kupitia msalaba wa Yesu Kristo. Haleluya. Majina naitwa Michael Mushi, ni mchungaji msaidizi kwenye kanisa la Global Worship Center. Siku ya leo tunaadhimisha siku ya Pasaka. Siku ya Pasaka kwa jamii ya Wakristo, hasa wale wanaoamini Pasaka, ni siku kubwa sana ambayo inaadhimisha kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo siku ya leo ni siku ambayo inaonyesha upendo ambao Mungu alikuwa nao kwetu sisi kama binadamu, na kwa sababu hiyo basi tunapaswa kuitumia siku kuu ya Pasaka katika kukumbuka kile ambacho Yesu alifanya pale msalabani. Yesu alifanya kitu kikubwa sana katika kutupenda sisi na kutufia sisi, na alitufia sisi kwa sababu anatupenda. Kwa hiyo tunaweza tukatumia sikukuu hii ya Pasaka kuwafikia watu wasiojiweza, watu ambao wanahitaji upendo, watu ambao wanahitaji kuhudumiwa kwa njia moja au nyingine, kwa njia ya Injili, lakini kwa njia ya matendo mema. Kwa hiyo badala ya kutumia muda huu kunywa mapombe na kufanya starehe za aina mbalimbali, tunatumia muda huu kumshukuru Mungu, lakini kuwafikia wale watu ambao wamehitaji msaada wa jamii, kwa sababu Yesu mwenyewe alikuja kwa ajili yetu, na sisi tunapaswa tujitoe kwa ajili ya wengine
ili waone pia umuhimu wa Ukristo. Ukristo maana yake ni upendo, na upendo maana yake ni kujitoa na kujitolea kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo tunawashukuru sana na tunawahimiza ndugu zetu wote ambao wanasherekea sikukuu hii ya Pasaka, washerekee wakijua kabisa kwamba wanakumbuka wokovu ambao Yesu Kristo alijitoa kwa ajili ya dhambi zetu wote. Kwa hiyo hapa Goba Worship Center tunawakaribisha sana kwenye ibada mbalimbali, ikiwemo ibada zingine zinazofuata baada ya ibada ya Pasaka. Ukasema waambie wana wa Israeli waishike Pasaka, na Biblia inaniambia kama Mungu ulivyosema na Musa, wana wa Israeli ndivyo walivyofanya vile vile. Tuko mbele yako leo, tumekusanyika watoto wako uliotufia msalabani, watoto wa kike wa kiume wenye marika na hadhi tofauti. Tuko mbele zako hivi tulivyo, tukisema kwa kufufuka kwako tunao ujasiri na nguvu, kwa kufufuka kwako tunao uzima tena, kwa kufufuka kwako mambo yetu yanafufuka tena, afya zetu zinahuika tena, biashara zetu zinahuika tena, ndoa zetu zinahuika tena, huduma zetu zinahuika tena. Hatutakufa, tutaishi. Wanapo fahari zao na vitu wanavyoona kama fahari, tunakutaja Yesu wa msalaba. Nasema Baba, waone watu wako walioko katika kanisa hili na nje ya kanisa hili, kwenye mitandao ya kijamii, kwenye TV mbalimbali. Ninaomba kama kuhani wako, sikia sauti yangu ya kikuhani na waombea. Ninaomba Bwana ukakutane na mahitaji yao, kutana nao katika kumbukizi hii ya kufufuka, nawe na ukafufuke ndani yetu, ikawe halisi katika maisha yetu. Watoto wako na kike na wa kiume walioko mashariki na magharibi, kusini na kaskazini, mbali ya nchi hii, ninaomba jina la Yesu wakakuone, wakafanikiwe, wagonjwa wakapate uzima, walio na watoto wadhaifu nyumbani. Ninalituma neno la uponyaji na uzima. Pokea jema katika jina la Yesu. Zinazosinyana ndoa dhaifu kwa mamlaka ya Yesu, kama kuhani mwombezi, ninaomba biashara zinazokufa zikainuke tena, huduma zinazokufa zikainuke. Natamka jina la Bwana. Mimi Bwana, unanisikia na unakwenda kwamba tukiomba huwa unasikia, kama unasikia huwa na kama tujibu. Tunayo mahitaji yetu. Mwanangu, pokea neema ya Bwana. Mwanangu, pokea kibali cha Bwana. Mwanangu, pokea kuinuka tena. Mwanangu, pokea kusonga mbele. Nakataa roho kukata tamaa, nakataa roho kurudishwa, nakataa roho kibaki. Sisi sio mikia, sisi ni vichwa. Sisi tuko juu, hatutakuwa mikia. Watoto wetu watafaulu, watoto wetu watainuka, wake na waume watafanya, ndugu zetu na wazazi wetu bado watakuwa na afya njema. Uzee wao utakuwa mzuri katika ufufuo huu na uzima ambao Yesu umefufuka, na wewe ndio Bwana wa ufufuo na uzima. Ninatangaza uzima kwa wazazi wetu wote walioko ndani ya Dar es Salaam, walioko mikoani, walioko nchi zingine. Hao nao ukawatie nguvu viungo vyao. Kama kanisa tuishi maisha yanayompendeza Mungu, na kukumbusha mtu wa dini yoyote, mkumbuke Mungu. Na Biblia imesema wazi, mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya. Hii inaonyesha kwamba kuna siku mbaya mbele yetu. Kwenye ufufuo huu wa Bwana wetu Yesu Kristo, ukukumbushe kwamba iko siku mbaya. Mkumbuke muumba wako siku ya ujana wako, na kukumbusha kurudi. Haleluya. Ninapomaliza seme haya ya kusaidie, alafu nikuombee. Unajua, kwa sababu ya mambo mengi yaliyotuzinga, kwa sababu ya mazingira ya nje yanavyoonekana, tumeshindwa kuyaamini hata maneno ya Mungu, ya Biblia yako hiyo hiyo, na maneno mengine ambayo Mungu anakusikizisha wewe mwenyewe. Wengine anasema nanyi kwa ndoto, wengine anasema nanyi kwa maono, wengine anasema nanyi kwa njozi mbalimbali, wengine anasema nanyi kupitia watumishi wa Mungu na maneno ya madhabahu. Lakini hatuwezi kuamini kwa sababu ya mzingo. Tumezingwa na mambo mengi ya dunia hii. Ndio maana tunakuambia ukirudi kwa Mungu, yuko Roho Mtakatifu atiaye nguvu. Tumtazame huyo aliyeangikwa juu, ili kupitia yeye tupate kupona. Haleluya. Akupa mausia
ya kumrudia Mungu tena. Chana na mambo ya dunia. Dunia ina mambo mengi ambayo hutayamaliza hata mara moja. Walikuwepo watu walihangaika, hawakufanikiwa, wakafa wakayaacha. Walikuwepo watu waliona wamefanikiwa, leo hataulika na majina yao yamefutika kwenye uso wa nchi. Hatujui umilele wao. Lakini wewe nakukumbusha kwamba mambo ya dunia yasikupotezee muda sana. Poteza muda kwenye kuutafuta umilele. Biblia imesema tuutafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake yote, na mengine yote tutazidishiwa. Na mimi nasema ukazidishiwe wewe unayeutafuta ufalme wa Mungu. Nasema ukazidishiwe wewe unayeutafuta ufalme wa Mungu. Nasema ukazidishiwe wewe unayetafuta ufalme wa Mungu. Maandiko haya na yakawe halisi katika maisha yao. Wanapotaja magari yao, wewe ukalitaje jina la Bwana. Nasema wanapotaja magari yao, wewe ukalitaje jina la Bwana wa majeshi aliye hai. Wanapotaja majumba yao na fahari zao, wewe ukalitaje jina la Bwana wa majeshi aliye hai. Wanapotaja, manake Biblia inasema hao wataanguka, lakini sisi tutainuka na kusimama. Hatutaanguka. Nasema hutaanguka kwa jina la Yesu. Nasema hutaanguka kwa jina la Yesu. Kama unaamini niitikie sitaanguka. Hatutaanguka kwa jina la Bwana. Kila tunachoshika kwa mkono wetu kitafanikiwa, maana Yesu amefaulu, maana Yesu amefanikiwa, maana Yesu anaweza yote. Aliye ndani yetu ni mkuu. Haleluya. Piga makofi mbele za Bwana. Nisaidie kusimama hapo ulipo, nikakuombee sasa.